Nawasalimu nyote kwa jina la Mungu aliye hai, nikiamini ya kwamba kila mmoja yuko salama kwa mapenzi ya Mungu. Nataka kuongelea mada ambayo inasema usisababishe dhambi ya uzinzi. Jana nilikuwa naongelea mada ambayo inasema ya kwamba usichochee dhambi, na katika ile mada nikasema ya kwamba kuna watu waliookoka kulingana na andiko ambalo tulisoma katika Mathayo 18 mstari wa 6, ya kwamba wale watu waliookoka wanasababisha wengine waliookoka waendelee kutenda dhambi, na tukawa tumepewa tahadhari ya kwamba usikuwe mmoja wa wale watu ambao watafanya wengine wakatae kutenda mambo yaliyo mema wakaanza kutenda mambo yaliyo mabaya kwa sababu yako. Tukapata ya kwamba kuna watu katika hii dunia wameokoka, lakini yale ambao wanayatenda si ya kwamba utukufu unafaa ukamrudie Mungu. Wanayatenda mambo ambayo utukufu unarudia yale ambayo ni mambo maovu. Kwa njia nyingine inarudia shetani. Kuna mtu ambaye ameokoka, kuna mambo ambayo anayafanya, inafika mahali unaona ya kwamba hata huyu mtu heri hangesema ya kwamba ameokoka. Na Biblia ikatuonya. Wacha nisome tena ule mstari, Mathayo 18 mstari wa 6. Yeyote atakayemkosesha mmoja wa hawa wadogo wanaoniamini, ingekuwa afadhali afungwe shingoni jiwe kubwa la kusagia na kuzamishwa kwenye kilindi cha bahari. Kama wewe ni mtu ambaye kazi yako ni kufanya watu ambao wangetenda mambo yaliyo mema waige kutoka kwako mambo yaliyo mabaya na waendelee kutenda mabaya, Mungu anasema kwamba ni vyema ufungwe jiwe nzito, jiwe sio mawe, jiwe zito katika shingo yako, utupwe kilindini cha bahari. Ani katika njia nyingine nilisema kwamba usahaulike. Katika dunia kuna watu ambao wameokoka lakini wamekuwa chanzo cha kufanya wengine waliookoka waendelee kuona kwamba hata hakuna dhamana katika wokovu, kwa sababu yale wanayoyafanya ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Mtu aliyeokoka atasababisha wengine waliookoka wawachane na mambo ya Mungu katika njia ambayo itakushangaza, kwa sababu utasikia mtu aliyeokoka anapopatikana katika dhambi anatafuta maneno katika Biblia yatakayemfariji, yatakayemshawishi, yatakayemtia moyo aendelee kukaa katika dhambi. Tatizo kubwa sana katika Injili. Utapata kwamba mtu yule anasema ya kwamba tusiibe, lakini yeye ndiye atakuwa wa kwanza kuiba. Sasa wale wengine ambao ni wachanga, wale wengine ambao pia wameokoka, wanapoona huyu ndio mtu anayeniambia kwamba nisiibe na yeye ndiye mwizi wa kwanza, ndio itakuwa rahisi sana kwa ule mtu kuona ya kwamba ananiambia jambo la ukweli, lakini kuamini yule mtu na kufanya vile ameambiwa ndio itakuwa ni mtihani. Ataambiwa kwamba umalaya ni mbaya, kusema ukweli, na kweli yule mtu akiangalia ataona kumbe ukweli upande wa umalaya nayo ni mbaya, lakini anayeniambia ndiye mwalimu, ndio shupavu, jemedari wa umalaya. So inakuwa ngumu huyu mtu kuamini Injili na kuambia ukweli, na kufanya wengine walioamini Injili kuona ya kwamba kama ndio hii mwalimu anayefanya haya, je, mwanafunzi atafanya nini? Unajua kuna watu ambao ni waalimu wa Injili, wamefika mahali Paulo anaita kwamba ni waalimu. Tunaanza tukiwa wanafunzi Injili, tunakomaa, tunafika tunakuwa waalimu. Hapo ndio mwalimu anastahili kukua kama mwalimu na mwanafunzi akae kama mwanafunzi. Lakini cha kushangaza utapata mwalimu anakaa hata kuliko mwanafunzi.
amekuwa mtu ofyo, mtu bure katika Injili. Usikuwe mtu ambaye utasababisha watu waendelee kuzama na kuogelea na kufurahia dhambi kuliko kuikataa na kuitoroka. Biblia inasema kwamba toroka dhambi, lakini kuna watu watakusongesha wakati unatoroka dhambi, watakuja wakusongesha karibu na hiyo dhambi, ujisikia kwamba uko sawa, na wakufafanulie maneno katika Biblia, hata ujipige kifua useme ya kwamba hivi ndio inastahili kuwa. Wanaofanya hivyo ni waalimu. Kuna watu katika neno la Mungu ambao wamekuwa walimu, wamefanya vitu kusema ukweli ambavyo hawastahili kuitwa walimu, kusema ukweli, na wakafanya wanafunzi hata wenye waliwafundisha waone ya kwamba kama mwalimu wangu anaweza fanya hivi, hata kama ni Injili heri wacha ikae. Wamesababisha walio wadogo katika imani na hata wengine waliokuwa wamekomaa katika imani wakaona kwamba hakuna haja ya wokovu tena, hakuna haja ya mtu kuendelea kuwa mwaminifu, hakuna haja ya mtu kuendelea kuwa mtiifu, kwa sababu aliyemfunza amegeuka. Lakini akiambiwa ako na kila aina yote ya maneno ya kuonyesha kwamba chenye anakifanya kiko salama. So nikakwambia kwamba tafadhali ndugu, ninakusihi kwa jina la Yesu, dada, ninakusihi kijana, mtoto, mzee, ninakusihi mwanadamu yeyote aliye katika jua hili, ya kwamba tafadhali, kama umeokoka, usikuwe chanzo cha kufanya wengine walioamua kwamba watafuata Yesu, wengine walioamua kwamba watakaa katika njia takatifu, wakaamua kuona kwamba yale maamuzi waliyofanya sio mema, ni mabaya kwa sababu ya wewe, na ukawafanye wakarudi kukaa katika maisha ya dhambi. Itakuwa ni vyema ufungwe jiwe nzito moja tu, uwekwe katika shingo, urushwe katika kilindini cha bahari. Hayo ni maneno ya Mungu mwenyewe. Kwa sababu kuna watu ambao wanaingia kwa dhambi si ya kwamba kwa upenda kwao, ni kwa sababu wamechochewa. Ndio maana mada leo ni ya kwamba usisababishe dhambi ya uzinzi. Nitakueleza uzinzi ni nini na kwa nini usisababishe. Usikuwe wewe ndio chanzo cha kufanya uzinzi ukaendelee kukita mizizi, uzinzi ukaendelee kusambaa katika dunia. Usikuwe chanzo, kwa sababu imekuwa shida katika dunia hii, imekuwa tatizo kubwa sana. Watu waliookoka, sisi ndio watu ambao tunafaa tufanye watu wengine waone mfano mzuri kwetu, lakini imefika mahali tumekengeuka, tumekataa na hatuko tayari kurekebisha tunapoambiwa. Yesu mwenyewe akasema ya kwamba usikuwe mmoja wa kufanya watu wamkatae yeye. Watu waone ya kwamba mambo ya Yesu ni upuzi, ni upumbavu, ani mambo ya Yesu hayapo tena. Kwa wewe mwenye uliwahubiria ya kwamba mambo ya Yesu yapo, wewe uliwahubiria ukiwaambia hii ndiyo njia, ukafika mahali ukatoka katika hiyo njia, unahubiri ya kwamba watu wasikunywe pombe, lakini wewe mwenyewe ndio unakunywa. Unahubiria watu ya kwamba usharati ni mbaya, wewe ndio mwalimu wa usharati. Unahubiria watu ya kwamba masengenyo sio mema, unafiki ni mbaya, lakini wewe ndio mwalimu wa unafiki. Wewe ndio umesimamia uadui. Unaposimama kulipoa uadui katika mahubiri, unaposimama kuondoa ukabila katika mahubiri yako, unaposimama kukemea uchoyo na ulafi na ugaidi na kukosa kutii, kweli mtu akikuona anasema wewe ni mwalimu. Lakini inapofika wakati wako kutenda, unaenda kinyume na yale ambao umefundisha, mpaka wale wengine wanavunjika moyo, wanasema kama kweli hivi ndio injili iko, ni heri niwachane na injili, nirudi katika umahalaya, nirudi katika wizi, nirudi katika mambo machafu ambayo nilikuwa nikiyafanya, kwa sababu sioni utofauti ya mimi kuja kwa Kristo na mimi kukosa kuwa kwa Kristo. Hakuna utofauti ya yule mtu aliyeokoka na mwenye hajawahi okoka, kwa sababu wanafanya vitu ambavyo vinafanana. So siwezi maliza mafundisho haya nikisema kwamba usikue mtu wa kuchochea dhambi. Na jana tukapata kwamba tukazungumzia dhambi moja ya usharati, na leo usikue mtu ambaye utasababisha dhambi ya uzinzi.
Uzinzi ni nini? Uzinzi na usherati vinaambatana. Tofauti ni moja, ya kwamba uzinzi unajiingiza katika mambo ya ngono na mtu mwingine yule ambao haujamuoa, na tayari we mwenyewe umeshaingia katika ndoa, lakini unawacha yule ambaye ulisema ya kwamba huyu ndiye nitakuwa mwaminifu kwake, unaenda unachukua mwingine. Na unapoelezwa uko na mistari za Daudi, uko na mistari za Solomoni, uko na mistari za Abrahamu, uko na mistari za wafalme na watu wengine waliokuwa watumishi wa Mungu wakaanguka katika hii dhambi. Sasa unachukua yale maneno na kutaka kujifariji nayo. Unapoeleza uko nayo yote utaelezwa. Bwana asifiwe sana. So usisababishe dhambi ya uzinzi. Tulisema ya kwamba wakati tulikuwa katika tunafunga ndoa, wakati tulivalishwa pete, tukasema ya kwamba tutakuwa uaminifu katika hii pete. Tukasema ya kwamba tutatunza ndoa zetu, hata wengine ambao hatukuvalishwa pete tukakubali. Lakini pete sio inayofanya mtu akuwe mwaminifu katika ndoa. Hapana. Hapana. Chenye kinafanya mtu akuwe mwaminifu katika ndoa ni kuamini habari za Yesu ambazo amefundisha kulingana na ndoa. Ukiamini zile habari na uzikubali zikutawale, utakuwa mwaminifu katika ndoa. Uwe ulivalishwa pete ama hapana, haitakuwa shida. Lakini chenye kinafanya mtu kuwa mwaminifu katika ndoa ni nini? Mafundisho ya Yesu Kristo ambaye ameyapokea na akayakubali yafanye kazi ndani ya maisha yake. Sijui kama tunaelewana. So kuna watu ambao wamekuwa ni chanzo cha kusababisha dhambi. Ndio maana sasa, jana nilianza kuzungumzia vitu vinavyosababisha dhambi. Sasa tumekuwa tukizungumza kwamba kuna uchawi, ndio tumehubiri. Tumezungumzia watu ya kwamba katika hii dunia kuna wizi, ni sawa. Kuna uganga, ni sawa. Kuna wivu, ni sawa. Kuna ukabila, ni sawa. Lakini sasa hii raundi tunataka kujua ni nini kinachosababisha mtu kuingia katika ulafi, katika wizi, katika uganga, katika ulevi. Sababu ni gani? Sasa kando na kuzungumzia ulevi ni mbaya, sababu ya ulevi ni nini? Leo tunataka kuangalia usikuwe mtu unayesababisha uzinzi, ambayo ni tendo la ngono kando ya ndoa, ambayo wewe umeingia ndani na ukakiri, ukakubali ya kwamba utakuwa mwaminifu katika ile ndoa. Lakini punde sio punde, ghafla binivu, kukuru kakara, umegeuka na hauko tayari kwa yale mafundisho. Watu wengi wamesababisha watu waliooa wakaingia katika uzinzi kwa aje. Jana tulizungumzia mavazi mabaya ndiyo chanzo cha uzinzi. Mavazi yanayofanya watu wahisi tamaa ya ngono, mavazi ambayo ukiyavaa sehemu fulani za mwili ambazo hazifai kuonekana katika macho kwa yule mtu ambaye hajakuoa, anapoziona akili yake inatoroka na kuanza kufikiria ngono na kuona kwamba wewe ndio chombo ambacho atatumia kumaliza tamaa ya mwili. Mavazi mabaya ambayo siwezi nikaeleza yote. Unajua yale mavazi ambayo unavaa yanakukaba mwili, yale mavazi ambayo unavaa yanatoa sehemu fulani ambazo sehemu zile hazifai kuonekana. Unajua wakati nimevaa nguo hivi, masikio yangu na mapua na meno viko nje, lakini kuna sehemu ambayo inaweza kuonekana nje. Saa hii nikianza kukuhubiria, hata wewe mwenyewe utazima hiyo TV yako, utazima hiyo televisheni yako, utazima hiyo simu yako na kitu chochote ambacho unatumia kupata huu ujumbe, kwa sababu hautaendelea, kwa sababu sio sehemu inayostahili kuwa nje na kuonekana na kila mtu, mahali ambapo tu ni pahali pa kawaida. Hapana. Uzinzi, mavazi machafu ambayo yameonekana katika kanisa, na wanaoivaa sio waganga, sio walevi, sio washerati,
ni wale waliookoka, wale waliokubali habari za Yesu, wanavaa haya mavazi na kusababisha walio ndani ya Kristo kuingia katika uzinzi. Hapo tulipita jana, tukapata ingine ya kwamba kinachosababisha usherati ni nini. Tukapata ya kwamba watu kutazama video za ngono ambazo hawastahili kuzitamani na kuanza kuziangalia. Na hata leo kuna watu ambao wako katika ndoa wametafuta kila aina yote ya mambo ya dunia kufurahisha ndoa zao. Wengine wamewacha ile njia ambayo inastahili wafanye tendo la ngono, wametumia njia nyingine mubadala wajifurahishe nayo. Hapo ndio dunia imefika. Na cha kushangaza, naye papa papa hata yule aliyeaga alinifurahisha sana, akisema ya kwamba mahali imefika hakuna haja tena ya mume kuoa mke. Sasa mahali tumefika na dunia hii ni mume anapoona ya kwamba ni mume mwenzake ni mtu anastahili kumuoa, waendelee. Kama ni mke anafika mahali aone ya kwamba mke ni chombo kizuri anaweza kuoa, wasonge mbele. Sasa ndoa ya jinsia moja ikahalalishwa na papa aliyeaga, na watu wakapiga makofi, marais wakakubaliana nayo, wengine wafalme wengine wakakubaliana nayo, malikia wengine wakaunga mkono sheria hii ya mapepo, na baadhi ya serikali zingine ambazo hata sijazitaja zikashangilia sheria hiyo iliyokuwa ya giza, na watu wakasema amina. Na hata baadhi ya makanisa na madhehebu wakapiga makofi wakisema amina, hiyo sheria iko safi. Usisababishe uzinzi tafadhali kwa mavazi yako machafu, kwa kutazama video za ngono chafu zenye haustahili kuzitamani. Tafadhali ninakusihi tu katika jina la Yesu. Yesu mwenyewe akasema ya kwamba katika hii dhambi ya uzinzi inasababishwa katika njia kama hizo. Ndio Yesu akasema kwamba kwa kumwangalia tu mwanamke na kumtamani katika hisia ya moyo, ya kwamba huyu ndio ile figa ninatafuta, huyu ndiye ananifaa kulingana na sehemu fulani ambazo umeangalia zikakuvutia wewe, moyo wako na macho yako ukavutiwa, ukasema sasa huyu ni afadhali kuliko yule wangu ambao niliapa mbele ya kanisa, nikainua Biblia juu, nikasema huyu ndiye nitakaye kuwa mwaminifu kwake. Sasa umepata mwingine amejipodoa, amejikataa sura aliyoombiwa, amejipodoa, anavutia katika macho ya nje na katika moyo unapigwa ukisema ndio huyu, lakini amekataa yote ya Mungu, amekubali kuenda na ya giza. Sasa anakutoa katika yule wako ambaye ulikuwa mwaminifu kwake, alafu baadaye unajipata umeingia katika uzinzi. Kuna watu wamekusababisha, kuna vitu vinasababisha mtu aingie katika uzinzi, na kuna mambo mengine hata walio katika ndoa wenyewe wamekuwa ni chanzo cha kusababisha wengine waingie katika uzinzi. Kwa sababu tunaposoma andiko katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza, Paulo aliyekuwa hajaoa mwenyewe anazungumza ya kwamba kulingana na tamaa ya hii dunia, mali dunia ilikuwa imefikia wakati wa Paulo, anasema kwamba inabidi kila mtu aliyepangiwa kuoa akae na mke wake, akae na mume wake. Na akazungumzia pale ya kwamba kulingana na tamaa ya dunia mahali imefikia, ni ilikuwa hatari hiyo wakati, na akasema na watu wasinyimane tendo la ngono. Lakini imekuwa ni shida kubwa siku ya leo. Watu walio katika ndoa wamechukua tendo la ngono ni kama kitu cha ziada tu, ani nitakifanya wakati ambao mimi sio mwingine, mimi ninaona kwamba ninahitaji. Yule mwingine anapohitaji na wewe hauhitaji, hauwezi ukapeana. Wakasababisha
watu waliokuwa waaminifu katika ndoa zao wakatoka katika hizo ndoa, wakaanza kutafuta michipuko, wakaenda kutafuta mipango za kando, wakisema ya kwamba wale watu sio waaminifu. Lakini waliowasababisha ni wanani? Ni hawa walio katika ndoa, kwa sababu walifika mahali wakanyemana kile kitu ambacho ilikuwa kwamba hafai kunyemana, ni bure. Wakaona kwamba sasa wamefika. Usisababishe dhambi ya uzinzi kwa kumnyima mwingine tendo la ngono uliye katika ndoa. Ni kitu ambacho Mungu mwenyewe alikileta ya kwamba haufai kunyimana. Paulo mwenyewe ambaye hakuwa katika ndoa ndiye anatuletea ufunuo. Wewe uko hapo, uko katika ndoa, unaanza kupingana maandiko. Nitatoa wakati najisikia mimi, wakati mwenzangu anajisikia hiyo sitafanya. Wakati ndoa inakuharibikia, unaanza kuenda kutafuta wachungaji na waombaji wa kuombea ndoa yako ikuwe mzuri. Aliyeharibu ndoa sio mwingine, ni wewe tu mwenye uko hapo, mwenye umekataa maandiko ya Mungu, unataka kujitafsiria vile unataka. Walio katika ndoa siku hizi tumefika mahali ambapo hata mtu katika tendo la ngono katika ndoa anaamua ile siku ambaye anapeana, anaamua vile atapeana, anatoa masharti kwa ile tendo. Atakapoeleza na wachungaji na wahubiri vile linafaa lifanywe, yule mtu hayuko tayari. Lakini wakati ndoa itakapomharibikia, kuinuka na kurudi kwa wale watu waliompatia mawaida na akakataa na kuanza kusema ya kwamba ni shetani, na kusahau ya kwamba shetani wa kwanza sio yule mwingine anayesema ya kwamba ako kuzimu, ni huyu tu aliyekataa mafundisho, ndio shetani. Siku ya leo hata serikali za dunia zimefika mahali zimebuni sheria katika ile eneo ya kwamba kuna wakati ambao unafaa kuomba. Kweli mtu aliye katika ndoa anafaa kuomba tendo la ngono kweli? Huo ndio ukweli, anafaa kuomba tendo la ngono kweli? Paulo akati alikuwa anaandika haya maandiko ya kwamba msinyemane, na ni kitu ambacho Mungu mwenyewe amekileta katika hii dunia, akaweka pale, akaihalalisha. Sio dhambi wakati umeingia katika ndoa, sio kitu cha kuanza kubembelezea mtu na kulia na kupiga magoti. Tafadhali ninakusihi, siku ya leo imekuwa ndio hilo tendo upate, unafaa upige magoti chini, ni kama unaabudu mtu ndio upewe. Masharti yamewekwa, serikali imeingia ndani, na watu wa haki za kibinadamu wameingilia ndani. Wanasema ya kwamba hata ukijaribu kuingia hapo mahali ukilazimisha, kama hamujaelewana, watakuandikia nini kesi ya kwamba hapa umenajisi huyo mtu, umemubaka, na inaingia mpaka kwa bunge na inapitishwa katika serikali zingine, na watu wanaona ya kwamba hapo iko sawa. Kuna watu wamesababisha wenyewe, watu waliokuwa wameamini wake wao, watu waliokuwa amini waume wao, lakini kuna watu wamechangia kwa sababu ya kukosa kupeana kile kitu ambacho ilikuwa kwamba haufai kuomba, unapeana bure. Ikafika mahali sasa ni mahali pa kuomba, mpaka wengine wanafika mahali wanapeana hata programu ya wiki vile watapeana, wengine hata kwa mwezi wanakuandikia hata timetable. Wakati imewaharibikia, watalaumu shetani. Uzinzi umesababishwa kwa watu kuanza kunyimana vitu ambavyo ilikuwa ya kwamba ni vya bure kulingana na maandiko. Vitu za bure ilikuwa ya kwamba zipewane bure, ilifika mahali sasa ni kuomba na kulia, kupiga magoti na kubembeleza. Swali ni moja, wakati wewe unakataa kupeana, swali ambalo nataka ujue, kuna mambo nataka nikufundishe leo ndio ujue. Hicho kitu ambacho umekataa kupeana, ambacho ulikuwa unafaa upeane bure, mwenye kukitoa ni Mungu mwenyewe. Alikitoa bure, akasema kipewane bure, wewe umekataa. Swali ambalo nakuuliza, dunia mzima hii yote, wewe ndio uko na hicho kitu. Wakati unakataa, wewe unajua kuna watu mahali wamejipanga, wanapeana sample ya bure ya hiyo kitu, wanapeana sample ya bure.
Sasa fikiria, kuna mtu ambaye umemnyima hapa, ameenda kutembea mahali, amekutana na wale watu ambao wanapeana hiyo kitu sample bure. Huyo mtu alikuwa na tamaa, alikuwa na kiu, ameingia hapo. Aliyemsababisha huyo mtu kuingia hapo ni nani? Ni huyu. Ndoa nyingi zimeharibika kwa sababu ya ujuaji. Ndoa nyingi zimeharibika kwa sababu ya watu kukataa mafundisho, na wengine kuona kwamba hapana, haya ni mafundisho ambayo hafai kufundisha watu, ni mafundisho ambayo ni aibu, hafai kufundisha watu hata kwa kanisa. Haya mafundisho ambayo ninakufundisha kwa kanisa, kuna makanisa haiwezi kukubali kwa sababu yanasema kwamba ni mafundisho ambayo hayafai kufundishwa kanisani. Alafu ndoa za watu zinaharibika, watu wanabaki wakilia wakisema ya kwamba ni shetani. Usisababishe dhambi ya uzinzi kwa wewe mwenyewe kunyimana. Hiyo ndio ya kwanza. Wewe mwenyewe kuvaa mavazi mabaya, wewe mwenyewe kujiweka katika hali ya kuangalia video ambazo ni chafu, ambazo hazitakufanya ukose kuridhika na ndoa yako. Unajua, katika maisha haya unafaa kuwa hata mtu wa kiasi, lakini kuna watu ambao pia katika maisha haya wamekuwa walafi, sio kwa ngono tu, hata kwa chakula, hata kwa kila kitu katika maisha wamekuwa walafi. Ulafi pia ni dhambi ambayo imesababisha uzinzi. Watu wamekula kitu, wameshiba, lakini bado wanataka kubugia mpaka wakufie pale. Ndio maana imefika mahali hata watu chakula hiki ambacho ni cha ngono, ambacho ilikuwa haufai kutumia madawa, wamefika mahali wengine wameingia kutumia madawa, wengine wametumia vitu mihadarati, wengine wamekuja na vitu fulani viwasaidie ndio wakaende katika masafa. Kila mtu alipoumbwa na Mungu, kuna vile Mungu alimuumba na akaweka hiyo sehemu vile inafaa kutumika, lakini wengine wamekataa. Siku ya leo wameamua kwamba madawa ndio zitawasaidia. Wameenda wametafuta madawa za kulevya, madawa zingine ambazo haziambatani na mapenzi ya Mungu, ili zikuje ziwasaidie wakazame, wakapate taji katika ile eneo. Ulafi, kukosa kutosheka, kukosa kuwa na kiasi pia imekuwa ni sababu ingine ya uzinzi katika maisha ya siku ya leo. Tafadhali mpendwa, ridhika na vile Mungu alikuumba, kubaliana nayo. Kama Mungu alikuumba wewe ni wa masafa, endelea hivyo. Kama Mungu alisema ya kwamba wewe ni wa dakika 10, dakika 20, dakika 30, ridhika vile Mungu alikuumba. Lakini usiingie kwa kutafuta njia mbadala ambayo inakashifu maumbile ya Mungu ikusaidie uonekana kwamba wewe ni jemedari na ni shupavu, na hapa unaangamia. Hivyo ndio iko siku ya leo. Hata wengine siku hizi ya leo wameamua kuingia katika video za uzagaji, pornography, wakatafute pale nini, mbinu za kufanya ili tendo lionekane ya kwamba linakuwa bora zaidi. Swali ni moja, unapoanza kutafuta haya mambo, usagaji, pornography, ndio ukaimarika katika lile tendo, swali nauliza, hawa watu ambao wanakufundisha ndio walimu? Aliyefundisha Adamu katika ile tendo alikuwa nani? Aliyefundisha Hawa kufanya ile tendo alikuwa ni nani? Lakini siku ya leo tumekataa mafundisho ya Mungu, tunatafuta mafundisho ambayo yatatusaidia sisi kujifariji katika dhambi, na hatuko tayari, tumekengeuka. Waliokengeuka ni watu gani? Sio walevi, sio waganga, ni wale walio ndani ya Kristo, wenye wamekataa mafundisho. Sasa wanatafuta njia mbadala ya kuendelea kuzama katika dhambi. Usisababishe uzinzi. Masaji imesababisha uzinzi wa hali ya juu. Nilikwambia jana ya kwamba mtu mwanamume mzima kama mimi, kijana shubaru kama mimi, ninaenda mahali kukutana na msichana wa miaka 18. Msichana ndiye anabalehe. Msichana naye kuja kunifanyia masaji kwa room ambayo tumefungiwa ndani. Ukiangalia ni msichana mdogo, msichana ndiye ametokea sasa. Ndio kama lile jua ambalo limechomoza asubuhi. Wengine anasema sasa yeye ndio saa 6. Tumejifungia katika room, yeye ndiye ananinyorosha mgongo, ananinyorosha mapaja, ananinyorosha bafu.
ni kama mwili huu ambao niko nao ni chuma, ni mbao, ni mawe. Masaji, niliambia watu kuanzia kitambo, masaji ndio pornography, lakini ilifichwa, ilibadilishwa. Wakati watu walijua kwamba pornography ni mbaya, wakabadilisha lile jina, wakalileta kuwa ni masaji, na watu wakaingia pale, wakafurahia pale. Wamama wazima, wazee wazima wameingia pale, wamekosa kunyorosha migongo na wake zao, wamekataa kunyorosha migongo na wanaume wao, wameenda mahali kunyorosha migongo na vijana ambao wamebalehe, vijana ambao wako na tamaa ya ngono, ambao wako na joto hali ya juu ya ngono. Hapo ndio tumesababisha wenyewe uzinzi, alafu tunaanza kusema ya kwamba ndoa zetu zimeharibika, na ni sisi wenyewe. Wapendwa, ninawasihi kwa jina la Yesu Kristo, tafadhali tukue watu ambao tunakubaliana na ukweli na kusimama katika pengo la kutetea ukweli, lakini tusikue watu wa kupingana na ukweli na baadaye uongo unakuja unatumaliza sisi wenyewe kwa sababu ya uasi wetu na kuanza kusema ya kwamba ni shetani. Nakwambia ukweli, usisababishe uzinzi. Wapendwa, tafadhali. Hata katika kanisa, hebu angalia siku ya leo katika kanisa. Nilikwambia juzi, jana, watu wanapoingia katika kanisa, wanaume kwa wanawake ambao wameoana, unaangalia vile wanasalimiana, unaangalia vile wanashikana katika kanisa, hata waimbaji. Unasema hapana, hapa ni hatari. Sisi wenyewe ndio tumesababisha. Unaangalia mtu katika kanisa, wahubiri, mtu anahubiri Injili alafu anaambia angalia jirani yako. Kweli wapendwa, kuna vitu ambavyo tunafanya katika kanisa ambavyo vinasababisha wengine kuingia katika dhambi. Wewe unaambia mtu angalia jirani yako, na mtu hapo ni msichana mdogo amekaa pale na mwanaume bwana ya mtu, alafu namwambia angalia jirani yako kwa macho, angalia jirani yako vizuri. Wakati unapeana hiyo ruhusa katika kanisa watu kuangaliana, sio kila mtu mawazo yake ataangalia mwingine na ni safi. Mwingine atakapomwangalia atamwangalia akasema, huyo sasa ndio chakula kizuri ambacho ninahitaji. Aliyesababisha nani? Ni wewe mhubiri. Kuna vitu ambavyo tunafanya kwa kanisa, kusema ukweli, inafika mahali sisi wenyewe tunajiingiza katika tamaa ya uzinzi. Muziki imeshikana, unasikia kwamba shika jirani yako mkono. Wapendwa, kuna watu ambao akili yao ikishika mwingine mkono, bibi ya mtu, akili yake haitazungumzia utakatifu, akili yake haitaona mambo yaliyo mema, akili yake itakimbia kwingine. Aliyesababisha nani? Ni huyu mwimbaji. Unapozungumza haya maneno wanakuambia hapana, wewe ni dhaifu bwana, wewe uko nyuma ya dunia. Hapana, tusikue watu wa kusababishia wengine dhambi ya uzinzi. Tuangalie maeneo ambayo tumeanguka. Sisi ambao tumeoleka, wakati tunaleta mandugu zetu katika nyumba ambao tunakaa ndani, tuangalie ni nyumba gani ambao tunaleta hao watu. Kusema ukweli, wewe ni mtu ambaye unakaa na watu katika chumba chako kimoja, na hapo ndipo unakagua miradi pale, hapo ndipo unachimbia migodi pale, na watu wako pale katika hiyo nyumba. Kusema ukweli, utasababisha hata uzinzi kwa wengine. Umechukua ndugu yako ameoa, umemleta katika nyumba ambayo unakaa ndani. Wewe ukichambua pale migodi yako pale kwa kiti yako chini, amelala, anasikia vile migodi inachambuliwa. Kitakachomfanya akose kuingia katika uzinzi ni nini? La mwisho, siwezi kuzungumza yoyote. Mtu yoyote ambaye anaoa mke na anakasa kuishi na mke ama na mume, anasema kwa sababu ya hali ya maisha, mke wangu ataelekea kwingine akae kama ni nyumbani, ili nitakuwa nikipata pesa fulani na ninatuma. Huyo ndio mtu wa kwanza anayesababisha uzinzi 100%. Awe ni mchungaji. Kuna wachungaji ambao wameoa maaskofu, mitume, wainjilisti kama mimi, mapapa, lakini wamekataa kukaa na wake, na wengine wamekataa kukaa na wanaume zao. Wamekimbia mahali kwenda kufanya kazi, wakawacha wanaume katika mahali fulani. Wanasema kulingana na hali ya maisha hawezi kukaa na hao wanaume. Yesu anaposema ya kwamba kinyameunganisha, kusikuwe na kitu ambacho kitakuja kutenganisha, alisema nini?
Kama wewe umeoa, wewe ni mtumishi, mke wako ako nyumbani, haukae naye, unaendanga huko baada ya miezi 2, miezi 3, wewe ndio mtu wa kwanza ambao unafanya uzinzi ukakue chanzo kikubwa katika maisha na ukaendelee kukita mizizi, kwa sababu ulioa ukaachia nani mke? Wakati umeoa umeachia nani bwana? Wanaosababisha uzinzi wengi wako ndani hata kanisa, kwa sababu mtu anapooa mke anafaa kae naye, amekataa kukaa na huyo mke, amepelekea wazazi. Wanapofika pale nyumbani, wazazi wengine wamegeuka, hata wakachukua wale wake wa watoto wao, hata wengine wakachukua hata wale wanaume mabwana wa wa watoto wao. Kwa sababu gani? Wapendwa, lazima tukue watu ambao tunasikia mafundisho ya Mungu na kukubaliana nayo. Mtu yeyote aliyeokoka na amekataa kukaa na mume wake, amekataa kukaa na mke wake, huyo ndio chanzo kikubwa cha kuleta uzinzi 100% katika hii dunia. Atakapohubiri injili na kutoa mapepo, lakini ile eneo limemshinda, jua ya kwamba hakuna mwingine anayesababisha uzinzi kuliko huyu. Kuna sababu nyingi ambazo zimeletwa na uzinzi, ambazo mimi nimetaja tu hizo ni baina ya zile ambazo mimi nimetaja. Kaa chini ujiangalie, kama wewe ndio unaleta hizi sababu, unasababisha uzinzi ukakite mizizi na ukaendelee, jiondoe katika hizo sababu bila vikwazo. Na kunao zingine pia, kama umezielewa pia ukakuwe mwalimu wa kufundisha wengine, ili tukatoke katika mambo ya kuingiza wengine katika dhambi. Injili hii inahubiriwa na inawekwa katika mitandao 2, 3. Mtandao wa kwanza ni mtandao wa YouTube, channel Believe and Obey the Only True God. Channel ya pili ni hapa Facebook, ambayo injili hii inatandazwa live katika channel ya Believe Obey. Channel ya tatu ni TikTok, ambayo injili hii inafupishwa na kuwekwa pale kwa vipengele baada ya vipengele katika channel ya Believe and Obey Jesus Only. Wale ambao mmepokea ujumbe, Mungu awatende mema. Unapopata ujumbe, unapokubariki, ukachukua ujumbe huo na ukapeane. Zaidi ya yote, na injili itaendelea kuhubiriwa kila kona ya dunia bila kupunguzwa, ili utukufu wote ukamrudie mwenye injili. Mkawe na wakati mwema na Mungu akawabariki. Amen.